Habari ya wakati huu mpenzi na mdau wa Kimimbi Herbal Clinic. Ni wakati mwingine tena tunakutana kujadili mambo mbalimbali yanayohusiana na afya zetu. Tukiwa njiani tumekutana na swali kwenye akaunti zetu. Mtu mmoja anaitwa Wise Boy. Yeye anauliza, hivi mbegu za mlonge kwa mwanaume zinasaidia kitu gani? Wise Boy anauliza, mbegu za mlonge kwa mwanaume zinasaidia kitu gani? Naam, asante ndugu yetu Wise Boy kutokea Dar es Salaam kwa swali lako. Ndio, kuna mimea mingi ambayo ina mambo mbalimbali, na sisi Kimimbi Herbal Clinic miongoni mwa kazi zetu ni kuwafahamisha watu juu ya kuelekea katika tiba mbadala pamoja na tiba asili, kuhamasisha watu kurudi katika asili, kwa sababu asili ndio kitu kinachotatua changamoto mbalimbali zinazomkabili binadamu katika dunia hii ambayo leo mtu anaishi. Miongoni mwa vitu vyenye faida kubwa ni pamoja na mbegu za mlonge. Mlonge wanaita moringa katika lugha ya Kiingereza. Mti huu una faida nyingi sana, iwe kwa wanaume ama wanawake, una faida kwa pande zote mbili. Lakini Wise Boy yeye anauliza, je, mti huu, mbegu hizi zina faida gani kwa mwanaume? Asante. Kwanza tufahamu, wana science wa leo bado wanaendelea na tafiti katika masuala ya huu mti wa mlonge, ili kujua kwamba mbali ya mambo kadhaa ambayo kwa sasa yanazungumzwa na watu mbalimbali, lakini mti huu unaweza ukatoa faida za namna gani. Haujathibitishwa zaidi na wana science wa leo katika upande wa matibabu, lakini kwa kukupa tu faida ya kwamba huu mti kwanza una protein nyingi. Hizi mbegu za mti huu zina protein nyingi, lakini pia zina vitamini nyingi. Lakini ukiondoa hivyo, zina madini ya aina mbalimbali. Kwa mfano, kuna madini ya zinki, kuna madini ya magnesium, kuna madini ya calcium ya kutosha katika hizi mbegu za mlonge, na hivyo zinaweza kutatua changamoto mbalimbali kwa wanaume. Kwanza, zinaongeza nguvu za kiume. Mbegu hizi kwa kuwa zina madini ya kutosha ya zinki, calcium na madini mengine ya magnesium, zinahamasisha katika kuchochea mwanaume katika tendo la mapenzi, yani kumfanya mwanaume anakuwa na hamu sana ya tendo la mapenzi. Kwa hiyo mtu ambaye anapendelea kula hizi mbegu za huu mti wa mlonge, basi anakuwa na ile hamu ya tendo la mapenzi mara kwa mara. Kwa hiyo mwanaume ambaye anapoteza hiyo hamu, anapoteza ule msisimko, maana yake zinamsaidia katika eneo hilo. Lakini eneo lingine ambalo hizi mbegu zinamsaidia mwanaume ni eneo la uzazi. Nimesema kwamba zina madini mengi, lakini pia zina vitamini nyingi na zina madini mbalimbali, ukiacha hayo niliyoyataja. Kwa hivyo kwa wanaume ambao wana shida ya kutungisha ujauzito, wanatoa ile wanasema low sperm count, wanatoa mbegu ambazo hazitoshi kumpa mwanamke mimba, wakipendelea kula hizi mbegu za mlonge, maana yake wanatatua hilo tatizo na wanakaa sawa kabisa katika upande huo. Lakini kama unavyojua, mbegu hizi zinarekebisha mfumo wa moyo pamoja na ile blood circulation kwa ujumla, zinarekebisha. Na hii sio kwa wanaume, ni kwa wanawake pamoja na wanaume, kwa watu wote. Kwa hiyo zinaweka hivyo. Lakini pia mbegu za mlonge zinatatua ile changamoto ya uzee, ile mtu ambaye anazeeka haraka kutokana na zile seli zake, basi unapotafuna mbegu hizi za mlonge, maanake zinatatua ile changamoto ya ule uzee. Ile hali ya uzee inapungua, haiwezi kuja kwa kasi kama mtu mwingine ambayo anaweza akajisikia hiyo hali inakuja kwa kasi. Kwa hivyo hizo ni moja ya changamoto ambazo mbegu ya mlonge inatatua. Kwa hivyo mbegu ya mlonge ni tunda ambazo zina faida kubwa sana katika mwili wa binadamu kwa ujumla. Kwa mwanaume inatatua hivyo, lakini pia inaweka vizuri afya ya moyo pamoja na maeneo mengine mbalimbali. Hata kwa watu ambao wana matatizo ya UTI zile za mara kwa mara zenye kujirudia, akipendelea
kutumia hizi mbegu za mlonge, basi zinaweza kumsaidia kutatua hiyo changamoto ya UTI ya mara kwa mara. Mbegu za mlonge ni muhimu kwa afya ya mtu, zinasaidia sana kuweka vizuri ile afya ya mtu. Kwa hiyo ni muhimu. Asante kwa swali lako ndugu yetu Wise Boy. Kama una swali lolote, tuandikie hapo chini kwenye comment, nasi tutaliona kisha tutakujibu. Sisi ni Kimimbi Herbal Clinic, wataalamu wa tiba mbadala kwa tiba pamoja na ushauri. Karibu sana kwenye kliniki yetu. Karibu.